mwanangu, ni kweli mke wako anaweza kanidanganya mimi akanidanganya kama ana mimba? Hiki kitu kimeniuma sana. Hata mimi nimeshangaa kuona amebadilika kwa haraka. Lakini mama, nafikiri mimi ndo mwenye makosa. Unamaanisha nini kuzungumza hivyo mwanangu? Nimeshindwa kumweleza ukweli. Laiti kama ningekuwa muwazi, isingefika hatua ya kuweza kudanganywa kiasi hichi. Siri? Siri gani? Utafahamu kila kitu. Mama, tatizo sio la mke wangu. Tatizo ni la kwangu. Inawezekanaje mwanangu? Inawezekanaje swala hili wakati kuna kipindi wewe ulishawahi kumpa binti wa jirani ujauzito miaka 10 iliyopita? Itoshe kusema kuwa uthibitisho wote huo hapo. Mimi ndio mwenye tatizo mama. Tunafanyaje sasa mwanangu ili kukabiliana na hii hali? Nitamwacha kwanza ili nione atafanya kitu gani. Lakini baada ya hapo nitatafuta njia rahisi ya kuweza kuzungumza naye ili niweze kumweleza ukweli. Nimekuelewa mwanangu. Kwa hiyo hautamwacha kabisa? Lorenza ni mwanamke sahihi sana kwangu. Najua amefanya hivi ili aweze kuimarisha ndoa yake, ili asiachike. Siwezi kumwacha. Mama, huyo ndiye niliyekwambia anaishi na ndugu yangu Lorenza. Maana huyu ndiye anaishi na Lorenza? Karibu sana mwanangu. Asante mama. Haya, huyo Lorenza hajambo huko? Lorenza hajambo. Anaendeleaje? Anaendelea vizuri kabisa. Mama, umefanana na wanao. Kweli sana. Nikimwangalia Faraja, nikimwangalia huyu na yule mdogo wao kule, wamefanana sana na mama yao. Hongera sana mama. Asante mama. Mama, na kwa nini uliamua kuwatenganisha wanao? Ni swali gumu sana mwanangu, lakini lina majibu. Hapo nyuma nilikuwa na maisha magumu sana. Nilipata ujauzito ambayo sikuutarajia. Nilipata mwanaume ambaye nilimpenda kuliko nafsi yangu, lakini mwisho wake alinitelekeza. Sara, unapokaa kimya nikuelewe vipi? Umesema una mazungumzo na mimi na kusikiliza, lakini umekaa kimya. Oa, nina mambo mengi sana ya kufanya siku ya leo ujue. Kipenzi changu, mimi ni mjamzito. Nina mimba yako. Unasemaje?
una ujauzito kivipi yani? Mi nadhani wewe unachoshindwa kuelewa ni kuwa mimi nipo na wewe kwa ajili ya starehe tu. Sasa utakapokuja kuniambia masuala ya ujauzito, hapo utakuwa unanichanganya. Tena unanichanganya sawa. Sasa mpenzi wangu, mimi nakosa gani hapo? Nimeenda kupima, nimekuta nina ujauzito wa wiki 2. Sawa. Kama kweli uko na ujauzito, fanya haraka iwezekanavyo. Nenda kaitoe hiyo mimba. Kwa kusema eti mimi nitakuwa baba bora kwa huyo mtoto, hilo sahau. Unasemaje? Mpenzi wangu, hapana. Hapana kabisa. Mimi siwezi kutoa ujauzito. Hapana. Siwezi kutoa damu yangu mimi. Kwa hilo tu utanisamehe. Hapana. Kaa kimya Sara. Huo ni uchulo, tena ni uchulo hasa. Nisikilize. Si uwezi kutoa hiyo mimba? Ndio. Basi kuanzia leo sahau kuhusu Koba. Mimi na wewe mapenzi yetu hapa ndio mwisho. Ujauzito Hivyo ndivyo ilivyokuwa Dr. Mage. Pole sana mama. Napenda kukuambia kwamba Mungu ndio muweza wa yote, na ni kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mpaka alipofikia hapa. Kuna siku mimi nilienda kumtibia babake mkwe na Faraja, na ndipo nilipokutana na Faraja. Sasa kila nikimwangalia Faraja na kila nikimwangalia Lolenza, sasa nikaja kujua ukweli. Kwa kweli Mungu ni muweza wa yote mamangu. Pakuja kutukutanisha hivi, ni kumshukuru sana. Faraja, naomba nikutoe hofu kuhusu yule mtoto aliyokuja kwako Chikawe. Yaani asikujengee hofu wala usiwe na wasiwasi sana na ukamhofia. Yule ni mtoto wa Loleza. Inawezekanaje? Kwa kweli hata mimi sifahamu, lakini siku utakapokutana naye ndipo atakapokuelewesha vizuri. Karibu. Karibu. Shikamoo babu. Marhaba, ujambo? Jambo. Karibu mtoto. Unatokea wapi? Nimekuja kumfuata baba yangu. Babako? Babako anaitwa nani? Anaitwa Mgaya. Mgaya? Ndio. Mgaya mbona hana mtoto mkubwa kama wewe? Mgaya mkewe ni mjamzito na tunatarajia kupata mtoto mdogo. Akiona atajua. Utanitambua vizuri. Karibu sana. Karibu ndani. Ipo wapi? Ipo wapi? Oh, ipo wapi? Ipo wapi? Unajua mwanangu, tumefikiwa na ugeni. Nafikiri unamuona binti. Kabinti karembo, kazuri. Nimefurahi kukaona. Sikuamini kwa namna ambavyo alinipa maelekezo yake. Mgaya mwanangu, huyo binti amekuja na ameniambia namtafuta babake, na ameniambia baba yake ni wewe mwanangu.
Mzee, mimi sina mtoto na wala sijawahi kuwa na mwanamke ambaye alibeba ujauzito wangu. Sasa inawezekanaje kitu ninachokizungumza hicho? Mwanangu, hebu vuta kumbukumbu yako. Mbona mnafanana sana? Mzee, mimi naona unanichanganya. Umenitoa mkuku, mimi nikajua kuna jambo la umuhimu sana. Au labda umepata shida gani? Hapo kuna ukweli gani? Yaani kitu gani ambacho kinakuaminisha wewe mzee? Vipo vitu vingine sisi watu wazima ukiangalia tu unajua. Kwa namna ulivyo na kizazi chako najua kinakuaje, kwa maana tuna signal zetu. Nikimwangalia huyu binti ni damu yetu. Wewe mzee, una uthibitisho gani kwamba mimi huyu ni mwanangu? Kitu gani ambacho kinakuaminisha kwamba mimi huyu ni mwanangu? Sawa binti, hebu leta uthibitisho. Wewe, mimi nikajua mimi ni mwanaume ndo napaswa kusikilizwa, lakini mtoto ulivyokuwa na hatari umeishawishi yeye, nimekusikiliza. Kwa kuniambia umegoma kabisa tusiende guest. Guest kwa nini? Na kati nyumbani kwangu kupo. We. Shika wakaka. Yaani mimi leo nataka unipe utamu ambao sijawahi kupata toka dunia imeumbwa. Mtoto, unipe supu ya kienyeji. Supu hizi nyama. Usijali baby, umepata. Kweli? Wewe mtoto. You kill me mama. Umepata baby. Unaifanya kabla ya kula naanza kujilamba. Moa. Wewe jilambe ila unakula, usijali. Mtoto nimekutana naye leo. Kama nimekutana mwaka hivi. Baby, kinachotakiwa ni kitu kimoja tu. Ndio. Mimi hawa ya madansi pendi tukiwa ndani. Usijali mtafu. Alafu nataka unipe raha za dunia. Wewe raha za dunia. Na mimi ndo nataka nikupe raha za dunia. Nakufa mimi. Sife. You kill me mama. Takutibu, usijali. Zama ukisha muda. Mimi sipendi mama. Tutoe kisupu hilo. Shikawe. Kumbe Farida ni mamako. Chikawe, karibu sana nyumbani. Naamini umefurahi kumuona babako. Na mimi babu yako nimefurahi pia kukuona. Mgaya, sasa ni vizuri sasa umchukue huyu binti uende naye mpaka kwao, uende ukajue anapokaa. Sawa? Na ingebidi tuondoke wote na mimi, lakini unajua Mgaya, kiafya bado sijaimarika, ila nimefurahi sana. Binti, utakwenda na baba akajue unapokaa. Sawa? Na karibu sana nyumbani. Tafanya mpango uje ukae hapa na mimi babu yako. Mume wangu, naomba unisamehe. Nisamehe mume wangu, sikukusudia kufanya hivi. Ni ushawishi tu mume wangu, wa rafiki yangu. Naomba unisamehe. Shut up! Unahisi usingenieleza ukweli ningekuacha kwa kushindwa kunipatia mtoto? Nimesha kueleza ukweli.
kuwa mimi sina uwezo wa kumpatia ujauzito mwanamke. Pole baba. Hebu mshike vizuri. Mshike vizuri. Pole mwanangu, pole. Mshike vizuri. Mpigie Dr. Mage. Mshike vizuri huko kwanza. Haya basi mwache. Mpigie Dr. Mage. Pole. 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 Pole mama. Niambie, hiyo mimba ni ya nani? Sema ukweli, si ndio? Mimi sina ujauzito. Loleza. Kufanya kitu kibaya. Sema ukweli. Nisamehe mume wangu, ni ushawishi tu na sikuwa nahitaji kukupoteza, nimepelekea nimefanya yote haya. Nisamehe mume wangu. Pokea simu. Tena weka loudspeaker. Loleza, uko wapi? Mbona unanichanganya? Yule dada ameshajifungua. Njoo uko hospitali nikupe mtoto. Mage, mamangu anajua kila kitu. Kila kitu. Mwanangu, mtoto wangu, miezi 9 yote, lakini sijapata chochote. Sijali mke wangu, sijali. Alolipanga Mungu sisi hatuwezi kulipangua mke wangu. Narudi nyumbani mwenyewe. Wewe ndio ametuandikia hivyo Mungu wangu. Hebu usilie mke wangu. Naamini Mungu atatujalia mtoto mwingine. Sawa mama. Mimi nimeshakusamehe mke wangu, lakini pia hichi ambacho kimetokea mimi nilikuwa nakifahamu, ila nilihitaji kupata uthibitisho. Lakini pia kuna siri ambayo imejificha, nahitaji kukuambia leo. Siri gani mume wangu? Yule binti ambaye unataka kwenda kumpa fedha ili umchukue yule mtoto ni ndugu yako. Tena sio ndugu yako tu, ni ndugu ambaye umezaliwa naye siku moja. Yaani inamaanisha ni pacha wako.
Mbona sikuwahi kujua hilo? Nilikuwa najua, na ndio maana hata kipindi ambapo natoa hela benki ili kuweza kumsaidia yule binti, kwa sababu ya kumsaidia mzee wake, nilinyamaza tu, kwa sababu yule ni ndugu yako wa damu. Usijali kipenzi changu, nitasimama na wewe. Na mbona hata yule rafiki yako Mage anajua kila kitu? Ina maana anacheka na mimi huku ananiona mimi ni mjinga. Kwa nini hakuwahi kuniambia? Kwa nini mmenificha siri nzito hivi? Mke wangu, tutaitumia siku ya kesho kwenda kutafuta ukweli wote, na naamini kila kitu kitakuwa sawa. Nahitaji na mimi kufahamu ukweli, hata kama utanivunja moyo kiasi gani, lakini nahitaji kumjua ndugu yangu na kumuona. Asante mume wangu. Usinishike. Wewe ni muuaji. Ulinikabidhi kwenye mikono ya watu wengine bila huruma. Wewe sio mama yangu. Hapana mwanangu, sikufanya hiyo sio kwa sababu eti nilikuwa sikupendi. Ni maisha. Moyo wangu uliniuma sana, niliumia sana, sikuwa na namna. Naomba nisamehe mwanangu, naomba nisamehe. Ona mama, kwa sababu yako tumeishi maisha ya kukosa upendo. Tumepita njia zile zile. Mke wangu, nadhani itoshe sasa. Kuwa na huruma. Kama nilivyokueleza, mama amekosa, lakini amesimama hapa leo kusema ukweli wote. Upaswi kubeba mzigo huu milele. Uzuri ni kuwa leo umempata ndugu yako, na zaidi ya yote una mama ambaye bado yuko hai. Shukuru Mungu kwa hilo. Dada, hata mimi nilipogundua ukweli niliumia sana. Nilimwona mama kama mtu mbaya kuliko wote, lakini ukweli wake umenifanya nielewe. Na kuomba sana kuwa na subira. Mimi nimefarijika sana kukuona dada yangu. Shemeji Faraja, usijali kuhusu Mgaya. Nimeshamueleza kila kitu, kuwa mwanae hajafa, yuko hai, na hivi ambavyo nazungumza yuko njiani anakuja. Ni kweli mwanangu? Ndio mama. Ipo wapi? Ipo wapi? Oh, ipo wapi? Ipo wapi? Ipo wapi?